kuvunja mzingiro wa kijeshi wa Israel katika ukanda wa Gaza, eneo ambalo Umoja wa Mataifa umetahadharisha kwamba linakabiliwa na njaa kali. Wizara ya mambo ya nje ya Israel imethibitisha kuwa meli kadhaa za GSF zimezuiwa na abiria wake kuhamishwa hadi bandari ya Israel. Kundi la Hamas ambalo shambulio lake la Oktoba 7 mwaka 2023 lililochochea vita vya Gaza limelaani vikali hatua ya kuzuiwa kwa msafara huo katika maji ya kimataifa na kuitaja hatua hiyo kama uhalifu wa uharamia na ugaidi wa majini. Rome. Maandamano makubwa yamezuka nchini Italia kufuatia hatua ya Israel kuzuia msafara wa meli uliokuwa umebeba misaada kuelekea ukanda wa Gaza. Mjini Rome, maelfu ya waandamanaji walikusanyika jana jioni nje ya kituo kikuu cha reli mjini humo. Mamlaka ililazimika kufunga kwa muda mlango wa kituo hicho pamoja na kufunga kituo cha karibu cha treni ya chini kwa chini kama tahadhari. Kwa mujibu wa gazeti la Repubblica, kundi la waandamanaji lilielekea katika ofisi ya Waziri Mkuu Giorgia Meloni na kuishtumu vikali serikali yake ya mrengo wa kulia kwa kushindwa kuonyesha mshikamano na wanaharakati waliokuwemo ndani ya msafara huo. Berlin. Kundi la wanamgambo la Hamas limekanusha kuwa na uhusiano kwa namna yoyote ile na washukiwa waliokamatwa nchini Ujerumani kwa tuhuma za kununua silaha kwa lengo la kufanya mashambulizi dhidi ya raia wa Israel au majengo ya Wayahudi. Kupitia taarifa rasmi, Hamas imesema kuwa madai ya kuwa na uhusiano na washukiwa hao ni ya uongo na kwamba yanakusudia kuchafua jina na harakati za kisiasa za kundi hilo. Taarifa hiyo imeeleza kwamba tuhuma hizo zinalenga kupotosha raia wa Ujerumani ili kupunguza mshikamano wao na watu wa Palestina. Hamas imefafanua kuwa sera yake inalenga kuendesha mapambano dhidi ya ukaliaji wa Israel ndani ya ardhi ya Palestina na wala sio kushambulia raia katika mataifa ya kigeni. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Bonn. Washington. Gazeti la The Wall Street Journal limeripoti kwamba Marekani inapanga kuipa Ukraine taarifa za kijasusi zitakazotumika kuratibu mashambulizi ya makombora ya masafa marefu dhidi ya miundombinu ya nishati ya Urusi. Kwa mujibu wa gazeti hilo, maafisa wa serikali ya Marekani wamenukuliwa wakieleza kuwa hatua hiyo inazingatiwa wakati Washington ikitathmini uwezekano wa kuipatia Kyiv silaha zaidi zenye uwezo wa kushambulia kwa umbali mrefu. Licha ya kwamba Marekani imekuwa ikishirikiana na Ukraine kwa muda mrefu katika kubadilishana taarifa za kijasusi, ripoti hiyo inaeleza kwamba mpango huo mpya unaweza kuirahisishia Ukraine kushambulia viwanda vya kusafisha mafuta, mabomba ya gesi na miundo mingine muhimu nchini Urusi. Na hatimaye Rabat. Vijana waliokuwa wamefunika nyuso zao wamekabiliana na maafisa wa usalama na kusababisha uharibifu wa mali katika miji kadhaa nchini Morocco, wakati maandamano ya kuipinga serikali yakiendelea kwa siku ya 5 mfululizo. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka. Asante sana Babu Abdalla kwa taarifa hiyo ya habari. Moja kwa moja tunaelekea katika ripoti na uchambuzi wa habari kwako Zainab Aziz. Naam, msikilizaji, taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa kwako na mwenzangu Babu Abdallah kama ulivyomsikia. Na sasa nakukaribisha kwenye dunia yetu leo asubuhi, ambapo tunakuletea ripoti zetu zenye uchambuzi wa kina. Miongoni mwa taarifa tulizokuandalia ni pamoja na yale yanayoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati. Huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, rais wa zamani Joseph Kabila ahukumiwa kunyongwa, na nchini Tanzania zimebaki takriban siku 27
kabla ya kufanyika uchaguzi mkuu. Je, kunaendelea nini? Yote hayo utayasikia ukiendelea kubaki nami hapa hadi tamati. Tuanze na ripoti itakayokufahamisha kuhusu yale yanayoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati. Mwenzangu Babu Abdallah amefuatilia na ametuandalia ripoti ifuatayo. Jeshi la majini la Israel limezuia msafara wa meli uliokuwa umebeba misaada ya kibinadamu kuelekea ukanda wa Gaza na kuwakamata wanaharakati waliokuwemo ndani ya msafara huo, akiwemo mwanaharakati wa mazingira kutoka Sweden, Greta Thunberg. Msafara huo ujulikanao kama Global Sumud Flotilla GSF ulikuwa na takriban meli 45 zilizobeba wanasiasa na wanaharakati na uliondoka Uhispania mwezi uliopita kwa lengo la kuvunja mzingiro wa kijeshi wa Israel katika ukanda wa Gaza, eneo ambalo Umoja wa Mataifa umetahadharisha kwamba linakabiliwa na njaa kali. Meli iliyokuwa imembeba Thunberg ni miongoni mwa zilizokamatwa baada ya jeshi la majini la Israel kuonya msafara huo dhidi ya kuingia katika eneo ambalo linadai kuwa chini ya mzingiro wake. Wizara ya mambo ya nje ya Israel imethibitisha kuwa meli kadhaa za GSF zimezuiwa na abiria wake kuhamishwa hadi bandari ya Israel. Serikali ya Tel Aviv, ambayo imelitaja jaribio la GSF la kusafirisha misaada kwenda Gaza kuwa ni uchokozi, imesema Greta na marafiki zake wako salama na wenye afya. Wizara hiyo imeongeza kwamba meli hizo ziliagizwa kubadili mwelekeo kwa kuwa zilikuwa zinakaribia eneo la mapigano. Kwa upande wake, GSF imeeleza kuwa hatua ya kuzuiwa kwao ni kinyume cha sheria za kimataifa na wala sio kitendo cha kujilinda kama inavyodai Israel, bali ni kitendo cha kukata tamaa kwa dhahiri. Kupitia mitandao ya kijamii, msafara huo umeandika, hali hii inaonyesha wazi jinsi gani Israel inavyokwenda mbali kuhakikisha Gaza inaendelea kuwa na njaa na kutengwa. GSF imetaja meli kadhaa zilizokamatwa ikiwemo Alma, moja ya meli kuu, pamoja na Surius na Adara. Kabla ya kukamatwa, msafara huo ulidai kuwa jeshi la Israel liliharibu kwa makusudi mawasiliano ya meli ili kuzuia ishara za dharura na kusitisha matangazo ya moja kwa moja ya ukamataji huo. Rima Hassan, mbunge wa bunge la Ulaya mwenye uraia wa Ufaransa na Palestina, ambaye alikuwa ndani ya msafara huo, ameandika kupitia ukurasa wake wa kijamii wa X kwamba mamia ya watu wamekamatwa kinyume cha sheria na kuzuiliwa kiholela na Israel. Kundi la Hamas, ambalo shambulio lake la Oktoba 7 mwaka 2023 dhidi ya Israel lilichochea vita vya Gaza, limelaani hatua ya kuzuiwa kwa msafara huo katika maji ya kimataifa na kuitaja hatua hiyo kama uhalifu wa uharamia na ugaidi wa majini. Asante sana Babu Abdallah kwa ripoti hiyo. Huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, rais wa zamani Joseph Kabila amehukumiwa kunyongwa kwa makosa ya usaliti na kuwaunga mkono waasi wa M23. Kiongozi huyo wa zamani alipanda madarakani akiwa na umri wa miaka 29 na kuiongoza nchi hiyo kwa karibu miongo miwili. Kabila sasa yuko uhamishoni. Tatu Karema na taarifa kamili. Joseph Kabila, rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, amekuwa kwenye majukwaa ya siasa kwa zaidi ya robo karne, lakini sasa jina lake linafungamanishwa na hukumu ya kifo aliyopewa bila kuwepo. Hukumu hiyo imefungua ukurasa mpya wa safari yake yenye mchanganyiko wa mafanikio, lawama na siri nyingi. Kabila mwenye umri wa miaka 54 alihukumiwa na mahakama ya kijeshi kwa kosa la usaliti na kuhusiana na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda. Serikali inadai alishirikiana nao kutikisa utawala wa Rais Felix Tshisekedi. Safari yake ya kisiasa ilianza mwaka 2001 baada ya baba yake Laurent Desire Kabila kuuawa na mlinzi wake binafsi. Akiwa kijana mwenye sauti ya taratibu, wengi walimuona kama kiongozi dhaifu, lakini alidumu madarakani hadi mwaka 2019. Baada ya kung'atuka, alihama nchi mwaka 2023 na kujikita zaidi Afrika Kusini na Namibia. Hata hivyo, kurejea kwake Goma mwezi Mei mwaka huu, eneo linalodhibitiwa na M23, kuliamsha hofu kubwa mjini Kinshasa.
Hapo ndipo serikali iliposukuma ajenda ya kuondolewa kinga yake ya ubunge wa maisha na kuanzisha kesi ya uhaini, hatimaye kumpelekea hukumu ya kifo bila kuwepo mahakamani. Joseph Kabila alizaliwa tarehe 4 Juni mwaka 1971 katika ngome ya baba yake huko Kivu Kusini. Utoto wake mwingi aliutumia uhamishoni Tanzania kabla ya kurejea mnamo mwaka 1996 wakati wa vita vya kwanza ya Kongo. Baadaye alipata mafunzo ya kijeshi nchini China na akajiunga na jeshi la Kongo mwaka 1998 wakati vita ya pili ya Kongo ilipoanza. Mwaka 2001 alipoingia madarakani, taifa lilikuwa limegawanyika na serikali kuu ikidhibiti sehemu ndogo tu ya nchi. Kutokana na malezi yake uhamishoni na ukosefu wa ufasaha wa Kifaransa na Lingala, lugha inayotumika Kinshasa, alionekana mgeni katika mji mkuu. Lakini alikuwa na nguvu zaidi mashariki mwa Kongo ambako alipewa jina la mtu wa mashariki. Uchaguzi wa mwaka 2006 ulimthibitisha rasmi kama rais na ulikuwa wa kwanza huru tangu uhuru. Mwaka 2011 aliwania muhula wa pili na kushinda kwa kura zilizokumbwa na tuhuma za wizi na kasoro kubwa. Upinzani ulipinga matokeo na maandamano makubwa yakazuka na kusababisha vifo vya watu kadhaa. Mnamo mwaka 2015, jaribio lake la kuwania muhula wa tatu liliibua maandamano makubwa zaidi. Shinikizo la ndani na la kimataifa lilimlazimisha hatimaye kung'atuka na kutoa nafasi ya kwanza kwa mabadiliko ya kidemokrasia tangu uhuru wa nchi hiyo. Kabla ya kuondoka, alituhumiwa kupanga kumpa Tshisekedi ushindi kupitia makubaliano ya kisiasa yaliyolenga kuendelea kuwa na ushawishi nyuma ya pazia. Hata hivyo, ushirikiano huo ulivunjika ndani ya miaka miwili tu. Kabila katika mahojiano machache aliyoyafanya amejitambulisha kama kiongozi wa kawaida aliyejitahidi kulijenga taifa lililoharibiwa na vita. Shukran sana mwenzangu Tatu Karema. Tuelekee huko nchini Tanzania ambako zimebaki takriban siku 27 kabla ya Watanzania kwenda kufanya maamuzi ya kumchagua rais, madiwani na wabunge katika sanduku la kura. Wagombea wameendelea kurusha kete zao za kisiasa na wakiwekeza nguvu zao katika mbinu mbadala za kupata ushindi, huku wananchi nao wakitoa maoni yao wakati wakisubiri siku ya kupiga kura. Florence Majani, mwandishi wetu kutoka Dar es Salaam, ametuandalia taarifa ifuatayo. Tukiutazama muda, tunaweza kusema hizi ni dakika za lala salama, kwani wagombea wamebakiza muda wa chini ya mwezi mmoja tu kabla ya siku ya uchaguzi, yaani Oktoba 29. Wagombea hao wameendelea kunadi sera zao wakitumia mbinu mpya za kuhakikisha vyama vinashika dola na kuliongoza taifa hili la Afrika ya Mashariki. DW imezungumza na mgombea mwenza wa chama cha upinzani cha ukombozi wa umma Chauma, Devota Minja, ambaye anasema kwa muda uliobaki chama hicho kinajikita katika kuzungumza na Watanzania na kuwaeleza ni kipi chanzo cha umaskini wao. Mimi niko jimbo la Kibamba jijini Dar es Salaam. Tunaendelea, hatupumziki mpaka tarehe 28, siku ya mwisho wa kampeni. Lakini fokasi yetu kubwa tumejikita kuzungumza na Watanzania, kuwaambia umasikini walionao sio makusudio ya Mungu, umesababishwa na Chama cha Mapinduzi kushindwa kutafuta namna ya kuwasaidia Watanzania kutoka kwenye umaskini huu. Minja amesisitiza kuwa chama hicho kina uwezo wa kukiondoa CCM madarakani, kwani kwa miaka 64 ya chama hicho kukaa madarakani bado hakijaweza kumsaidia Mtanzania. Kuhusu hali ya kiuchumi ya vyama vya siasa wakati wa kampeni hizi, Minja anasema chama hicho kinaendelea kutafuta fedha kutoka kwa marafiki na wahisani. Wakati Chauma wakinadi sera hizo, mgombea urais kwa tiketi ya CCM Samia Suluhu Hassan, yeye amekuwa akipita katika mikoa ya Korogwe, Tanga, Kilimanjaro na Arusha, na anasisitiza zaidi kuwa atasogeza huduma za kijamii karibu na wananchi. Lakini kwa kiasi kikubwa tumepunguza vifo vya kina mama wakati wa kujifungua, na hizi jitihada zitaendelea ili tuende vizuri. Ama wakati wagombea wakiendelea kunadi sera zao, wananchi nao wametoa maoni yao kuhusu wajibu wao wa kikatiba wa kupiga kura ifikapo Oktoba 29. Mimi naitwa Mbegu Abdalla, ni mkazi wa Goba. Nimesikiza sera zote za kwenye kampeni za urais. Kila mtu anajua na maamuzi, lakini mimi nategemea kama nikapiga kura tarehe 29. Justin Sailemu Molel kutoka Chuga moja. Yaani hiyo siku ya kupiga kura bora nitafute 2000 nikale hata bia, kwa sababu sioni mtu yote mwenye ambaye labda kanishawishi. Kwa upande wa visiwani Zanzibar, mgombea urais kwa tiketi ya ACT Wazalendo Othman Masoud Othman, yeye amewaahidi wakulima wa viungo visiwani humo
watawawekea bei elekezi ili kuwalinda dhidi ya unyonyaji wa madalali na walanguzi. Florence Majani, DW, Dar es Salaam. Kwa mara nyingine, Iran inajikuta chini ya vikwazo vikali vya kimataifa kuhusiana na mpango wake wa nyuklia na wa makombora ya masafa marefu. Haya yanajiri baada ya mkwamo wa mazungumzo baina ya Iran na mataifa yenye nguvu ya Magharibi. Wachanganuzi wa mambo wanasema raia wa kawaida ndio watakaoathirika zaidi. Taarifa kamili, huyu hapa mwenzangu Daniel Gakuba. Kupitia kipengele cha kurejesha vikwazo ikiwa mchakato wa ukaguzi wa mpango wa nyuklia wa Iran utashindwa, maarufu kama snapback kwa lugha ya Kiingereza, vikwazo dhidi ya mauzo ya mafuta ya Iran, biashara ya silaha na sekta ya benki vimerudishwa kikamilifu. Kipengele hicho ni sehemu ya makubaliano ya mwaka 2015 baina ya Iran na mataifa yenye nguvu duniani ambayo yaliparaganyika baada ya Rais Donald Trump wa Marekani kuiondoa nchi yake. Hali hii imetokana na hatua ya Uingereza, Ufaransa na Ujerumani kuishutumu Teherani kwa kukiuka makubaliano hayo, ikiwemo kurutubisha kiasi kikubwa cha madini ya urani, kuwazuia wakaguzi wa kimataifa na kukataa mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani. Licha ya juhudi za China na Urusi kuchelewesha kurejeshwa kwa vikwazo hivyo, muda wa afuani wa siku 30 ulimalizika wiki hii. Sasa Iran inakabiliwa na vikwazo ambavyo wataalamu wanaamini vitauathiri vibaya uchumi wa jamhuri hiyo ya Kiislamu. Shahin Modares, ambaye ni mchambuzi wa masuala ya usalama, anasema hivi si vikwazo vya kawaida tu. Anasema shughuli za kibenki zitatatizwa, mauzo ya mafuta yatabanwa na hata biashara ya kawaida itazongwa na vizingiti. Kwa raia wa kawaida, anasema mchambuzi huyu, hii inamaanisha mateso ya kila siku. Thamani ya sarafu ya Iran inatarajiwa kuporomoka zaidi na kufanya bidhaa za nje kuwa ghali mno. Ajira zitapotea na mishahara itapungua thamani kutokana na mfumuko wa bei. Hali hii inasababisha kile ambacho wataalamu wa uchumi wamekipachika jina la faharasa ya machungu, ambayo ni mseto wa ukosefu wa ajira na mfumuko wa bei. Behrouz Bayat, mwenye uraia pacha wa Ujerumani na Iran, anaonya kuwa kurejeshwa kwa vikwazo kunaweza kuliua tabaka la kati ambalo ni mhimili wa demokrasia. Anasema ingawa hatimaye uongozi wa Iran unaweza kuanguka, hili litaigharimu nchi nzima na hakutakuwa na faida yoyote kwa wananchi wa Iran. Wakati huo huo, njia za kidiplomasia zinaonekana kuwa finyu. Wanasiasa wa Magharibi wanasema wako tayari kwa mazungumzo, lakini kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Khamenei ameatupilia mbali mazungumzo na Marekani, akiyaita njia isiyo na matumaini. Mchambuzi Shahin Modares anasema utawala mjini Tehran unajua kuwa ukikubali kusitisha programu zake za nyuklia na makombora, utapoteza uungwaji mkono kutoka kwa kundi dogo lenye itikadi kali ambalo lina nguvu kubwa. Utawala huo uko tayari hata kupigana vita ili kudumisha mamlaka yake, amesema Modares. Kuna hofu inayozidi kuongezeka nchini Iran kuwa yumkini Marekani ina azma ya kubadilisha uongozi mjini Tehran, wakati Jamhuri ya Kiislamu ikiyumbishwa na vikwazo vilivyorejeshwa na baada ya vita vya siku 12 na Israel. Hofu hiyo imechochewa na kauli ya balozi wa Marekani nchini Uturuki Tom Mubarak, ambaye wiki iliyopita alisema Iran na kundi la Hezbollah ni maadui wa Marekani, akizilinganisha na majoka ambayo lazima yakatwe vichwa. Mtaalamu wa masuala ya Iran Shahin Modares haamini kuwa mtazamo huo wa Tom Mubarak unatosha kufikiria kuwa Marekani imebadilisha sera yake juu ya Iran. Kubadilisha utawala sio swala la porojo tu, anasema Modares, na kuongeza kuwa ni hatua inayohitaji utashi wa kisiasa na mpango mpana wa vita vitakavyoibuka na kukubali kujituisha athari zote zinazoweza kufuatia. Asante sana Gakuba. Msikilizaji, tumalizie mkusanyiko wa ripoti zetu kwenye dunia yetu leo asubuhi kutoka huko Kisumu, magharibi mwa Kenya, ambako wafugaji wa samaki wa vizimbani katika ziwa Victoria wanakadiria hasara ya mamilioni ya fedha baada ya samaki wao kuendelea kufa kutokana na kile wataalamu wanachosema ni samaki kukosa hewa safi. Vifo hivi vya samaki vinajiri miaka miwili tangu vifo vingine vilivyosababisha hasara ya samaki wenye thamani ya shilingi bilioni 1 za Kenya. Mwandishi wetu Musa Navie ametuandalia taarifa hii.
Wafugaji wa samaki wa vizimbani katika ufuo ulioathirika wa Dunga jimboni Kisumu wanasema wanakadiria hasara ya samaki wenye thamani ya takriban shilingi milioni 10 za Kenya, huku wakiwa na wasiwasi kuendelea kushuhudiwa vifo vya samaki wao. Wafugaji hao wameeleza kuwa waligundua kadhia hiyo baada ya samaki kuonekana wakielea katika fuo za Ziwa Victoria baada ya kusombwa na mawimbi makali, huku wadadisi wakisema wanakufa kutokana na kukosa hewa safi ya kupumua ya oksijeni. Tungeomba serikali kama kuna vile wanaweza kutusaidia ili watusaidie, kwa kuwa pigo yenye tumeipata ni hasara kubwa ambapo hatujui kama tunaweza tukasimama tena. Katika juhudi za kuokoa hasara zaidi, wafugaji hao wanasema wamelazimika kuwauza kwa bei ya hasara samaki waliosalia hai, huku wakikanusha madai kuwa samaki waliokufa huenda wakauzwa pia kwenye masoko, hali iliyoibua hisia mseto miongoni mwa wakazi. Hata hivyo, samaki walioko huru ziwani hawajaathirika. Nimeshuhudia jana videos Facebook watu wakisema ati samaki zenye zilikufa zilikuwa zinauzwa. Hapana, hazikuwa zinauzwa. Hiyo ilikuwa ni jukumu ya beach, imetoa boats 3 waende wakote hiyo samaki na hiyo samaki ilizikwa. Kulingana na asasi ya serikali ya huduma za samaki KFS inayowajibishwa chini ya sheria ya udhibiti wa samaki nchini kukuza na kuimarisha rasilimali za uvuvi na ufugaji wa samaki, tayari sampuli zilizokusanywa na taasisi ya utafiti wa bahari na uvuvi nchini Kenya KEMFRI zimeonyesha kupungua kwa viwango vya oksijeni kutoka kiwango cha wastani wa miligramu 5 kwa lita na zaidi ya hadi miligramu 2.65 kwa lita, kiasi ambacho ni cha chini. Samaki wanaofugwa kwenye vizimba wanapata changamoto zaidi kutokana na kukusanyika sehemu moja na hivyo kung'ang'ania kiasi kidogo cha hewa safi. Samson Kidera, afisa mshirikishi wa uchumi wa buluu na uvuvi ukanda wa Nyanza na Magharibi, ikiwa ni chini ya Wizara ya Madini, uchumi wa buluu na masuala ya baharini, anafafanua zaidi. Viwango vya juu vya joto ziwani Victoria vilikuwa nyuzi hadi 26, ila kwa sasa viwango vilivyorekodiwa na KEMFRI ni nyuzi joto 28 au 28.5. Uchafu huo ukiongezeka, ukinyesha kunatokea mitikisiko majini na kusababisha uchafu kuelea. Unapoelea unaathiri samaki na kuwanyima hewa safi. Kidera ameeleza kuwa ufuo wa Dunga ulioathirika na vifo vya samaki ni miongoni mwa sehemu nyingine ziwani humo zilizoorodheshwa kuwa sehemu ambazo sio salama kwa ufugaji wa samaki wa vizimbani. Musa Navie, DW Kisumu. Na kwa ripoti hiyo kutoka Kisumu huko nchini Kenya, ndiyo tumekamilisha taarifa tulizokuandalia kwenye dunia yetu leo asubuhi. Hii ni DW kutoka Bonn. Asante sana Zainab Aziz kwa uelekezi huo mzuri na vile vile Babu Abdalla katika kusoma habari. Basi naelekea kwenye sehemu ambayo ni ya kupokea makala ya siku ya leo. Tunakuomba simama kituo hiki kufikia malengo yetu ya uratibu. Kituo kipi? Radio 14 Africa. Kufikia malengo yetu ya uratibu kwenye hatua ya kuweza kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yetu mbali na kwa njia nzuri yatakao tanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Wasilisha mchango wako kupitia paybill namba ni 625625, account namba ni 01245085217800 au till namba ni 4561468 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu na utamaduni wetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani, wanawake na maendeleo. Mahakama imetangaza kwamba baadhi ya vifungu vya sheria ya usajili wa kuzaliwa na vifo havina msingi wa kikatiba kwa sababu vinawabagua wanawake, na ujio wa sheria hiyo umetokana na shauri lililowasilishwa na wanandoa wawili walionyima ruhusa walipojaribu kuwasajili watoto wao kwa kutumia jina la upande wa mwanamke. Siabonga Wanga Mtambo, mkazi wa Mamelodi, anasema kwa hisia za kina juu ya uamuzi huo wa mahakama kuu. Kwangu ni kama wanadhoofisha utamaduni wetu kama watu weusi, hasa wa Afrika. Unaweza kutembea barani Afrika kote na sidhani kama mtu yoyote Afrika angeweza kuruhusu jambo hili. Sauti hii inaficha hisia za kutokuelewana ambazo uamuzi huu umeibua. Baadhi wanaona hatua hii kama njia ya kudumisha usawa wa jinsia, huku wengine wakiiona kama inayoharibu utamaduni wa Kiafrika. Kwa maelfu ya miaka, desturi za familia zimetawala maisha ya Waafrika. Jina la ukoo la mwanaume limekuwa ni alama ya utambulisho,
heshima na urithi wa familia. Sasa Mahakama Kuu inafungua mlango mpya ikisema kila mtu ana haki ya kuchagua jina lake, hata kutumia jina la ukoo la mke wake. Tinta Stevens anafafanua zaidi kuhusu hili. Ni wakati wa mabadiliko, lakini pia ni changamoto. Tunapaswa kuzingatia mila zetu na utu wa familia. Kwangu mimi naona wamekosea sana mababu zetu. Huwezi kuchukua mkia uwe kichwa na kichwa kiwe mkia. You cannot take inek uyise phezulu then inhloko uyibeke phansi. Wataalamu wa sheria wanasema uamuzi huu ni mwanzo wa mageuzi ya kijamii ambapo haki za binadamu na heshima ya kijamii inaingiliana. Lakini kwa baadhi ya wananchi, hoja za utamaduni ni za kina zaidi. Tembisa Mbiozo anahisi kwamba hatua hii ni kupuuzia historia na mila ya Kiafrika. To me, it seems like men will be now nothing. Kwangu mimi inaonekana sasa wanaume hawatakuwa na thamani yote. Kama wanataka wanawake wawe vichwa vya familia, waweke sheria nyingine inayowaruhusu wanawake kutoa na mahali. Nawaambia sheria hii itakapoanza kutumika itakuwa mbaya. Mahakama Kuu imeeleza kuwa uamuzi huu hauharibu utamaduni, bali unalenga kutoa uhuru wa chaguo binafsi ikizingatia haki za binadamu. Lakini barani Afrika, mahusiano kati ya sheria na mila ni changamoto ya kila siku. Padri Musa Malome, mishonari wa kanisa Katoliki hapa Afrika Kusini, anasema kwa upande wa Wakristo suala hili halina pingamizi. Binadamu tuna mazingira tofauti na katika cultural background zetu. Kuna makabila ambapo jina linalotawala ni jina la kike. Makabila kama tunasema matrilineal tribes. Kwa mfano kule Tanzania, kabila la Waluguru, majina yote yanachukuliwa majina ya upande wa mama. Ndio maana wajomba wanakuwa na nguvu sana kwa sababu ndio wenye jina la ukoo. Sidhani kama Mungu anakataa hilo swala na wala halina objection katika biblical understanding. Kwa sasa hoja na mjadala vinaendelea huku bunge la Afrika Kusini ikiwa limepewa miaka 2 tu kuhakikisha linafanya marekebisho katika sheria ya usajili wa kuzaliwa na vifo. Hadi hapo ndio nakamilisha makala hii ya wanawake na maendeleo. Ulikuwa nami Bryson Bichwa, hadi wakati mwingine, nikutakia usikilizaji mzuri wa vipindi vyetu vya DW Kiswahili. Kwa heri. Haya, mambo na hayo na yapokea mambo ya majina. Anze kuitwa jina la wajomba. Haya. Tupokee kiziba mkonga kabla tujatamatisha Afrika leo asubuhi. Habari za dunia. Romantisha maisha yako, piga picha nzuri, jione kama mhusika mkuu. Washa mshumaa, soma vitabu, tembea, cheza muziki unaupenda, jipe zawadi, fanya chochote unachotaka, furahi. Haya ni maisha yako, usimruhusu yeyote akupokonye. Hapa ndipo mimi hupata nafasi ya kufikiria, sasa ninahitaji wakati ambapo kila kitu kitakuwa sawa, ni ende likizo ama holiday. Na holiday si ya karibu, holiday ya kuweza kuogelea katika ufuo wa bahari. Romantisha maisha yako, piga picha nzuri, jione kama mhusika mkuu. Washa mshumaa,
soma vitabu, tembea, cheza mziki unaupenda, jipe zawadi, fanya chochote unachotaka, furahi sana. Haya ni maisha yako, usimruhusu yeyote akupokonye. Na hicho ndicho Kiziba Mkonga cha sasa.